Baba ametuacha kwa serikali ya nini? Broad based ni serikali ya inclusivity. Hakuna Mkenya anawachwa nje. Hakuna Mkenya rais anataka awache wapi? Nje. Sasa sisi sote tuungane pamoja, tuhakikishe kuwa tumefanya kazi ile ambayo itainua mwananchi wa Kenya. Na tuungane pamoja, tuwe kitu kimoja. Tunatembea pamoja, tuone vile matunda ambayo kwa hii muda mfupi ambao tuko nayo, tuone vile matunda itakuja na kila mtu afurahi. Tusirudi nyuma. Sasa mimi sina shida ya kushikana mkono na vijana, tuhakikishe kuwa uongozi ya vijana imeingia. Nimesikia hapa bunge, tena hii bunge nimesikia sana vijana wengi wanataka kuingia uongozi. Na tena na encourage sana, tafadhali tushikane, tutahakikisha kuwa umeingia. Sasa kwa ODM, baba yangu sasa ni Mungu alimchagua. Kwa sababu hata sisi hatukujua. Unajua baba alikuwa amechukuliwa leo, na nafikiri kesho yake ama Friday wakamchagua kama party leader. Lakini hiyo ilikuwa maagizo ya Mungu, kwa sababu ilileta stability kwa party. Na hata wale watu ambao walikuwa wanataka kutoroka ama wametengwa kando, wakaja wameshikana pamoja na SG Sifuna, sasa wanafanya pamoja. Babu Owino ingawa alikuwa na vishawishi hapa na pale, but tunafanya pamoja. Sasa hii party ya ODM, kitu ambao mzee ametuhakikishia kuwa safari hii anataka vijana pia waingie ndani, kwa sababu nominations na elections zote zitakuwa free and fair. Yule mtu amechaguliwa na wananchi, huyo ndio yule mtu ambao ataenda mbele. Sasa unaona hata chama hii, for wale ambao ni members, muona hii ni chama kubwa sana ambayo inapendwa na kila mtu. Hata uliona juzi tukicelebrate 20th anniversary, hata president alikuja kwa hiyo celebration. Sasa mimi najua ile hope kubwa na ile legacy pia kubwa ambao baba ametuachia, boundary devolution, but pia sasa ile another legacy kubwa zaidi pia ni hii ODM. Sasa wale ambao mnaweza kuingia ndani, kuja tuingie, tutembee pamoja katika chama cha ODM. Hii Kenya ni yetu sote. Sawa? Maneno ya governance tunaongelea, the type of leadership ambao tunayo. Mara nyingi tumekuwa na shida. Sisi mtu anakuja ananiletea kamia, na naenda kwa debe, napiga kura kama amenifuata kule anaangalia. Sasa nikikula 100 yako, kwani lazima nikupigie kura na najua hutanisaidia?